Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu, mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 7. Tutaanza na siri ya kwanza, agizo katika ndoa. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa kwanza hadi wa 16. Inasema, basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mmewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mmewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri, ila nipendalo kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Lakini ikiwa hawawezi kujizuia, na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye, na akae asiolewe, au apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Lakini watu wengine nawaambia mimi, wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu moja ana mke asiyeamini, na mke huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini, na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe. Kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mke, na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Lakini yule asiyeamini akiondoka, na aondoke. Hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Lakini Mungu ametuita katika amani. Kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama atamwokoa mumeo? Au wajuaje wewe mwanamume kama atamwokoa mkeo? Nini fundisho hapa kwa Paulo katika somo hili ambalo tunalojifunza kuhusu ndoa na namna ya kutimiza wajibu wa kila mwanandoa katika familia yake? Ujue kila jambo lililotengenezwa na Mungu hapa duniani ni ibada. Mfano, ndoa takatifu ni kanisa la Mungu, na kila kazi halali na tendo halali katika ndoa na familia ni ibada takatifu kwa Mungu. Unaona, kumbuka, ibada ni kitu chochote kilicho halali kinachofanywa na mtu ili kumtukuza Mungu wa mbinguni, ili apate kutukuzwa kwa sababu ya kumkirimia huyo mtu zawadi hiyo. Mfano, kuwa na imani kwa Yesu ni ibada. Kukaribisha mgeni ni ibada. Unaona, kupika chakula ni ibada. Unaona, kula chakula ni ibada. Kusali katika familia ni ibada. Kufunga kula ni ibada. Unaona, kuzaa watoto
ni ibada. Kulea watoto ni ibada. Kutimiza wajibu katika ndoa na familia ni ibada pia. Unaona, kuwa na upendo katika familia ni ibada, kushirikiana katika kazi katika familia ni ibada na kadhalika. Kwa hiyo kila wajibu ambao unatimizwa na uliratibiwa na Mungu, na Mungu mwenye katupa zawadi kwa namna jinsi Mungu alivyotuumba, ni ibada ikitumiwa sawa sawa na Mungu alivyokusudiwa. Isipokuwa ikienda kinyume na mapenzi yake ni laana na ghadhabu, na hapo sio ibada tena kwa Mungu bali ni kwa shetani. Siri ya pili, maisha ambayo Yesu Kristo aliagiza. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 17 hadi wa 24. Lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu kama Mungu alivyomwita kila mtu, na aenende vivyo hivyo, ndivyo ninavyowaagiza katika makanisa yote. Je, mtu fulani ameitwa hali amekwisha kutahiriwa? Asijifanye kana kwamba hakutahiriwa. Mtu fulani ameitwa hali hajatahiriwa bado, basi asitahiriwe. Kutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Kila mtu na akae katika hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Je, uliitwa mtumwa? Usione ni vibaya, lakini kama ukiweza kuwa na uhuru, afadhali kuutumia. Kwa maana yeye aliyeitwa katika Bwana hali ya utumwa ni huru wa Bwana. Vivyo hivyo yeye naye aliyeitwa hali ya uhuru ni mtumwa wa Kristo. Mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Ndugu zangu, kila mtu na akae mbele za Mungu katika hali hiyo hiyo aliyoitwa nayo. Nini fundisho hapa tunapata kutoka kwa mtume Paulo? Maana yake kila mtu alivyoumbwa kwa nafasi yake atimize haki ya Mungu kama alivyoitwa na Mungu wa mbinguni, kulingana na jinsi Mungu alivyomkirimia. Mfano, baba kwa kiongozi katika familia na kutafuta riziki ya familia na kulea watoto pia na kusimamia milango ya baraka katika familia. Hivyo ndivyo alivyoitwa, na maana yake atimize wajibu wake. Pia mama kuwa mlezi wa watoto na kuwalea maadili mema yanayompa sifa Mungu wa mbinguni, atimize wajibu wake. Mhubiri aliyeitwa kuhubiri na kuelimisha watu ambao wamefungwa fikra na mwovu ibilisi shetani, atimize wajibu wake. Mwalimu aliyeitwa kwa nafasi yake ya kuelimisha watoto na wana wa Mungu, atimize wajibu wake na kadhalika. Huko ndiko Mungu alituita kila mtu na karama zake, na tutimize wajibu wetu. Siri ya tatu, wosia kwa wajane na wanamwali. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 25 hadi 40. Kwa habari za wanawali sina amri ya Bwana, lakini natoa shauri langu, mimi niliyejaliwa kwa rehema za Bwana kuwa mwaminifu. Basi naona hili kuwa jema kwa ajili ya shida iliyopo, kwamba ni vema mtu akae kama alivyo. Umefungwa kwa mke, usitake kufunguliwa. Umefunguliwa, usitake mke. Lakini kama ukioa huna hatia, wala mwanamwali akiolewa hana hatia. Lakini watu kama hao watakuwa na dhiki katika mwili, nami nataka kuwazuilia hayo. Lakini ndugu, nasema hivi, muda ubakio si mwingi. Basi tokea sasa wale walio na wake na wawe kama hawana, na wale waliao kama hawalii, na wale wafurahio kama hawafurahii, na wale wanunuao kama hawana kitu, na wale wautumiao ulimwengu huu kama hawautumii sana. Kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita, lakini nataka msiwe na masumbufu. Yeye asiyeoa hujishughulisha na mambo ya Bwana, ampendezeje Bwana. Bali yeye aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia hii, jinsi atakavyompendeza mkewe. Tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana, apate kuwa mtakatifu mwili na roho. Lakini yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii, jinsi atakavyompendeza mumewe. Nasema hayo niwafaidie, si kwamba niwategee tanzi, bali kwa ajili ya vile vipendezavyo, tena mpate kumhudumia Bwana pasipo kuvutwa na mambo mengine. Lakini mtu awaye yote akiona ya kuwa hamtendei mwanamwali wake vipendezavyo, na ikiwa huyo amepita uzuri wa ujana wake, na ikiwapo haja, basi afanye apendavyo, hatendi dhambi, na awaruhusu waoane. Lakini yeye
aliyesimama kwa udhabiti wa moyo wake hana sharti, lakini aweza kuyatawala mapenzi yake. Tena amekusudia moyoni mwake kumlinda mwanamwali wake, atatenda vema. Basi hivyo na amwozaye mwanamwali wake afanya vyema, na yeye asiyemwoza atazidi kufanya vema. Mwanamke hufungwa maadamu mumewe yu hai, lakini ikiwa mumewe amefariki, yu huru kuolewa na mtu yeyote amtakaye katika Bwana tu. Lakini heri yeye zaidi akikaa kama alivyo. Ndivyo nionavyo mimi, nami nadhani ya kuwa mimi nami nina Roho wa Mungu. Nini fundisho hapa kwa Mtume Paulo kuhusu namna ya wanawari na wajane? Kama ndoa ni ibada takatifu, basi kwa mjane na mwanamwali wanafanya ibada zaidi kuliko aliyeolewa na aliyeoa. Kwa sababu gani? Maana mwanamwali au mjane hujishughulisha na mambo ya Mungu zaidi kuliko watu walioko kwenye ndoa. Maana mwanandoa, mwanafamilia, wakati mwingine anakuwa kulea watoto, wakati mwingine anamsikiliza mume wake. Lakini kwa huyu mtu mjane na mwanamwali, mara nyingi wakikaa katika pendo la Mungu, watajishughulisha na mambo ya Mungu daima kwa kuomba na kusali na kushikamana na Mungu kwa wakati. Ndicho alichomaanisha huyu Paulo. Kwa maana wale ambao hawajaolewa, wanamwali na yule mjane aliyefiwa, kwa hiyo wasije wakajisikia kwamba wenyewe tayari hawatimizi ibada takatifu mbele za Mungu. Wajane na wanamwali wanatenda ibada zaidi kuliko wale waliooana. Kwa hiyo wale wanafanya ibada takatifu tena kuliko hata wale walioko kwenye ndoa, wakitii sauti ya Mungu pasipo kulalamika na wakatii sheria ya Mungu kwa ibada kila wakati. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.